kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Ijumaa nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hii ni YouTube channel madhabahu yake Mwenyezi Mungu, kambi ya wateule. Kama hujasubscribe ni vema zaidi subscribe, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Pia ungependa kusema nami, ungependa pia nimekuwa baraka kwako kutoa matoleo yako, hizi ndizo nambari 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +25479293648. Na hivyo pasipo na kupoteza wakati, Ijumaa hii ya leo twende moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Nasoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 35 hadi 36, na Biblia inasema, hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, na hapa tunaona ni Yesu Kristo na mkuu wa sinagogi na ambaye aliitwa Jairus, na tunaona ya kwamba Jairus anakuja kwake Yesu Kristo na anamwelezea kwamba binti yake ni mgonjwa, na hivyo alihitaji Yesu Kristo aende na yeye na ili akamponye. Na alipomwelezea Yesu, kukawa na delay pale. Kwa Yesu Kristo hakuenda mara moja, na katika zile harakati tunaona kwamba watu wakakuja wakamwambia yule mkuu wa sinagogi na ambaye ni Jairus kwamba wacha kumsumbua mwalimu, kwa sababu tayari binti yako ameaga dunia, binti yako amekufa. Na hivyo hapa tunaweza tukajifunza mambo mawili matatu, na ndiyo maana ujumbe nimeupa kichwa, hata wakati tumaini linaonekana kuisha, amini tu. Hata wakati tumaini linaonekana kuisha, amini tu. Tunaona Yesu Kristo alisikia maneno ya wale watu waliokuja kuzungumzia mkuu wa sinagogi kuhusiana na kifo cha binti yake, na tunaona Yesu Kristo, Biblia inasema aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Na ukielewa kwamba huyu ni Yesu Kristo anakuwa anazungumza na anamwambia amini tu, kulingana na imani na utamaduni ule wakati wa Wayahudi. Wakati huo kifo kilionekana kuwa mwisho usioweza kubadilishwa. Hivyo watu waliona haina maana kuendelea kumsumbua mwalimu na ambaye ni Yesu Kristo. Hata hivyo, maneno ya Yesu, usiogope, amini tu, yanaonyesha mtazamo tofauti wa imani uliokuwa ukiletwa na huduma yake, ukisisitiza tumaini, mamlaka ya Mungu juu ya hofu, hata juu ya kifo. Usiogope tu, amini tu, ndio ujumbe Yesu Kristo anakuambia siku hii ya leo. Labda siku ya leo kuna jambo na ambalo unalihitaji, labda ni uponyaji. Umemwaminia Mungu uponyaji, wewe endelea kuamini ahadi za Mungu, na hivyo kuwa fanya kimakusudi na lile na ambalo utakaloliamini. Wewe fanya kimakusudi kuamini, hata kama muda unasonga na unaona ni kana kwamba hapa hakuna matumaini, wewe endelea kumwamini tu. Huyu mkuu wa sinagogi aliletewa habari, wacha kumsumbua mwalimu, maana binti yako tayari amekufa. Na Yesu Kristo akamwambia usiogope, amini tu. Na hivyo siku ya leo, nini hilo na ambalo umemwaminia Kristo? Nini hilo na ambalo umekuwa ukimwomba Kristo na ambalo unataka akutendee? Labda mambo hapa katika
katikati yametukia, labda inaonekana iwezekani. Ndio umejituma na ukamwamini Mungu kwa uponyaji, lakini inaonekana kuchukua miezi miwili, miezi mitatu, hakuna tofauti inayokuja. Hali huenda zinakwambia jinsi hao watu walikuja kumwambia yule mkuu wa sinagogi, acha kumsumbua mwalimu, yule mtoto wako amekufa. Labda hali zinakwambia wewe wacha kujisumbua, hauwezi ukapona. Wewe wacha kujisumbua, hauwezi ukapata kazi. Wewe wacha kujisumbua, hii imeenda, hii imekusha. Nimekuja kukwambia usiogope, amini tu, maana ukimwamini Kristo, jinsi mkuu wa sinagogi Jairus alipomwamini Yesu, hatimaye tunaona Yesu Kristo alienda kwake na akamponya. Na nini haswa kilisababisha Yesu Kristo akaenda kwa Jairus kumponya binti yake? Ni kwa sababu Jairus hakuogopa, alimwamini tu. Nimekuja kukuambia usiogope, mwamini Kristo. Sijui nini hilo na ambalo umekuwa ukimwaminia kwalo, na labda limechukua kipindi kirefu. Labda hata watu wamekuja wakakuzungumzia, wakakwambia wacha kujisumbua bwana. Kama una mtu na ambaye anaweza akakupeleka katika hiyo ofisi, haiwezekani. Unajua siku hizi Kenya lazima ujue mtu atakaye kushika mkono. Unajua siku hizi kuko hivi na vile. Hata labda wengine anakuambia, unajua ugonjwa ndio uliomaliza watu wetu. Unajua ugonjwa ni mbaya sana na una tiba. Wewe unamwamini Kristo, umemkimbilia Kristo. Ndio maana mkuu wa sinagogi Jairus alimkimbilia Kristo na alikuwa na imani naye. Kifunguo hapa ni kumwamini Kristo, maana hata neno la Mungu linatuambia msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mwaminiamini pia na mimi. Kristo ndio alikuwa anazungumza. Na unaona hata wakati Jairus analetewa habari ya kuhuzunisha, Yesu Kristo anamgeukia na anamwambia usiogope, mwamini tu. Nawe siku ya leo nimekuja kukwambia usiogope, endelea kumwamini Mungu, usiruhusu imani yako itikiswe, maana Biblia inatuambia kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Na inaambia hii Biblia inasema kwamba lakini imani yake ikianza kusuasua, huyo sina haja na yeye. Ninapenda zaidi maana mkuu wa hili sinagogi, yeye Jairus, yeye hakuogopa, yeye hakushtushwa na zile habari. Biblia inatuambia kwamba tumepewa roho wa ujasiri, na hivyo Kristo hataki tukiogopa. Wakumbuka hata Mungu akizungumza na Yoshua akamwambia, si nimekuamuru, si nimekuagiza usiogope, kuwa hodari, simama. Uoga ndio umetusababisha tusipate hilo na ambalo tumekuwa tukimwaminia Mungu kwalo. Na hivyo nimekuja kukwambia wacha kukata tamaa. Nimekuja kukwambia unaweza ukamwamini Mungu. Usiruhusu mafadhaiko yaingie moyoni mwako. Jairus hakuruhusu mafadhaiko na huzuni uingie moyoni mwake. Aliendelea kumwamini na Kristo. Nawe pia, maana umekuwa ukimwamini, na ndio maana umekuwa ukiomba, ndio maana umekuwa ukifunga, ndio maana umekuwa ukimtazamia. Hata habari kikuja ya aina gani, wewe usiogope, endelea kumwamini na Kristo, na yeye atakutendea hilo na ambalo umemwaminia. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, ninapokuwa namalizia, ningependa kukwambia hivi maneno ya Yesu, usiogope, amini tu, yanatualika kumtumainia Mungu hata wakati hali inaonekana kuwa mbaya au haiwezekani kubadilika. Na hivyo leo hii kifungu hiki kinatuhimiza kuchagua imani badala ya hofu, kuendelea kumwamini Mungu katika nyakati ngumu, na kutambua kwamba kwa Mungu bado kuna tumaini hata pale ambapo wanadamu wanaona hakuna suluhisho. Kama Yairo, mara nyingi watu hupokea habari au hupitia matatizo yanayoonekana kuwa mwisho wa matumaini, kama magonjwa, matatizo ya kifamilia au changamoto za maisha. Lakini maneno ya Yesu, usiogope, amini tu, yanatualika
kumwamini Mungu hata wakati hali zinaonekana zimefika mwisho, hata wakati hali zinaonekana haziwezekani. Ili neno usiogope, amini tu, linatualika kumwamini Yesu hata mala imegonga mwamba, hata mala umefukuzwa, mala inaonekana iwezi kabadilika. Na hivyo shika hili, unaweza ukaimizika kupitia hili neno na kuchagua imani badala ya hofu. Wewe endelea kumwamini Mungu katika hiyo hali. Wewe endelea kutambua kwamba Mungu bado, kwa Mungu kuna tumaini hata pale wanadamu wanaona hakuna suluhisho. Siku ya leo sijui nini unalolipitia, unaweza ukamwamini Mungu, unaweza ukamtegemea Mungu, unaweza ukamwangalia Mungu na huyu Mungu akakutendea, na atakutendea kwa sababu haujaogopa, umemwamini tu. Haijalishi ni habari zipi unazoletewa, haijalishi ni kina nani wanaokudiscourage, unaweza kumtazama Mungu, unaweza kuchagua kumwamini tu pekee, na utaona maisha yako yakibadilika. Baba, ni asante na hata kwa kuzungumza nasi kupitia neno lako siku ya leo. Tunapokuwa tunakamilisha wiki, Mungu wetu, kuna mengi tumeyapitia na labda mengine tuko almost kukata tamaa, lakini ile neno lako limekuja kutuambia kwamba tusiogope, tuamini tu, hata mala inaonekana iwezekani. Tukikuamini wewe utatutendea. Baba, katutendee. Hiyo milango ya kazi kaifungue Baba, hayo magonjwa kayaponye Baba, tumaini kawape watu wako, kawaongoze Mfalme mkuu na mtakatifu, na juu zaidi wewe uketie juu zaidi, kajitukuze Baba na ukajitwalie sifa, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Wewe uketie juu zaidi Baba, kajitukuze na ukajiheshimishe milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu, na najua limekuinua, limekuhimiza, na hivyo usiogope, amini tu na utaona maisha yako yakibadilika. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Ili neno limekuhimiza, ili neno limekuwa la baraka, unaliamini ili neno, unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako. Mtolee Mungu sadaka zako, simama na huduma na Mungu atakubariki, na ni kupitia M-Pesa line 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648. Hiyo unaweza ukatumia Sendwave Remit. Pia ukiwa nje ya Kenya unaweza ukatumia PayPal, na PayPal address yangu ni bnsnmwanza@gmail.com. Tuma sadaka zako pale, simama na huduma na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Pia kumbuka kusubscribe kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Wacha comment ya kwako pale baada ya kutazama ya mahubiri, wacha like ya kwako pale, na Mungu akuzidishie, Mungu akubariki. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Hadi wakati mwingine, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.